Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam pia limekuwa likifuatilia kwa karibu sana matamko mbalimbali na mipango ya baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema ambao chama hicho kimekuwa kikihamasisha watu kukusanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025 eneo la mahakama ya Kisutu, huku katika mipango yake kikilenga kufanya vurugu kwa lengo la kushinikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa mtuhumiwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundu Lissu, ambaye atapelekwa mahakamani siku hiyo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika wanaohamasisha watu na wanaoendelea kuratibu mipango ya kufanya vurugu au fujo siku ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025 pale kwenye mahakama ya Kisutu. Jeshi linawakumbusha mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha na wale wanaohamasishwa kuhusiana na nia ovu inayopangwa kwa siku hiyo kutoshiriki kwenye mpango huo, na jeshi linatoa onyo kali kwa wale wote ambao wanapanga, ambao watajaribu kutekeleza mpango huo, kuwa watashughulikiwa vikali sana, lakini kwa mujibu wa sheria za nchi. Narudia, jeshi linawatahadharisha na kuwaonya wale wote wanaopanga mipango ya kufanya vurugu au fujo kwenye eneo la mahakama. Jeshi halitasita kuchukua hatua kali za kisheria na kuwashughulikia vikali sana, lakini kwa mujibu wa sheria za nchi. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawatakia sikukuu njema ya Pasaka wananchi wote wa Dar es Salaam ambao wanaungana na Watanzania wenzao kuanzia tarehe 18 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 mpaka tarehe hiyo ya sikukuu ya Pasaka. Ambayo kimsingi itasherekewa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025. Sikukuu hiyo kwa kawaida huhusisha ibada mbalimbali ambazo hufanyika katika nyumba za ibada mchana na usiku. Polisi Dar es Salaam imejipanga vizuri kuhakikisha waumini wanashiriki na kusherehekea vizuri kwenye sikukuu hiyo. Lakini jeshi la polisi
litahakikisha wanasherehekea sikukuu hiyo kwa amani na utulivu. Wito wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam unaendelea kutolewa kwa wazazi na walezi kuwa na uangalizi wa karibu sana kwa watoto wakati wa matembezi na mikusanyiko mbalimbali ambayo inahusiana na sikukuu hiyo. Lakini tunaendelea kutoa wito kuwa wazazi wahakikishe nyumba na makazi yao hayaachwi bila kuwa na uangalizi. Lakini swala la usalama barabarani tumelisisitiza sana kwenye kipindi hicho cha sherehe za Pasaka. Tunatoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto na wale wanaotumia barabara, watumiaji wengine mbalimbali wa barabara, kuwa makini, waangalifu, lakini kutumia barabara zile kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Akaunti hii inasoma kwa jina la Mo Dewji Loan Foundation. Nipo tahadhari kwenye hizi hapa, lakini wiki mbili zilizopita nilijaribu kuangalia wako active au hawako active. Nikachat nao, mpaka sasa wako active. Sasa sijajua ninyi kama Jeshi la Polisi kupitia ile cyber security, mfumo wa wizo wa mtandaoni na chukuliana. Sisi moja ya njia rahisi ambayo tumeitumia ni ya kuzuia watu kupata fursa ya kufanya hicho wanachokifanya. Wewe mwenyewe umesikia watu maarufu kadhaa wakilalamika akaunti zao kutumika, majina yao kutumika, lakini watu maarufu wengine wa kibiashara akaunti zao zikitumika. Lakini pia wewe mwenyewe umekuwa ukipata jumbe mbalimbali rahisi zikibahatisha, kwa sababu wanafahamu watu wanatuma pesa maeneo tofauti tofauti, anajaribu kuingilia kati ya akili yako kwamba tuma kwenye namba hii. Yaani kama vile ulikuwa unaongea na X, sasa X amekutumia ujumbe, anaingilia katikati. Kwa hiyo tumetoa tahadhari mara kadhaa, wale wanaotekeleza hawakumbwi na kadhia hiyo, lakini wale ambao hawapendi kuichosha akili yao na kupenda kufanya vitu kwa mkato ndio wamekuwa wakikumbwa na kadhia hiyo. Kwa hiyo watu kadhaa wamekamatwa mara kadhaa, wakapelekwa mahakamani, lakini bado ni kizazi cha teknolojia ambacho kipo kinapambana na kile kizazi ambacho sio cha teknolojia, au kama cha teknolojia hakitaki kuchukua tahadhari, au kama kinachukua tahadhari kimezungukwa na wimbi la uzembe na kutojali, ndio wanakumbwa na tatizo hilo. Kwa hiyo tumeshiriki mara kadhaa kuelimisha watu wawe salama kwa kutofuata vile vitu vinavyoelekezwa na wahalifu ambao zaidi wanajikita kwenye mambo ya kimtandao. Lakini kwa ujumla, Jeshi la Polisi pamoja na mamlaka zingine za kisheria wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya ziada kuhakikisha watu hawa hawapati fursa, na kama ikitokea bahati mbaya basi wanakamatwa na kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, na mara kadhaa wamekuwa wakifikishwa kwenye mahakama zetu za kisheria.